ya dhambi, kuna amejichanganya mahali fulani, ndio maana yuko mbele za nini? Ndio maana shetani anampinga pale mbele za malaika wa Bwana. Kwa hiyo shetani amepata uhalali kwa sababu Yoshua ni nani? Ni mchafu. Tunaongea sawa sawa? Zingatia hili, huyu ni kuhani mkuu. Yaani shetani hajalishi cheo ulichonacho. Kama unaishi maisha ya dhambi atakupinga. Haijalishi nafasi ulionayo kanisani, haijalishi sadaka unazotoa kanisani, kama haujakaa sawa sawa na Bwana na unaisha maisha ya uchafu, atakupinga kila itwapo leo. Sio kama naongea na mtu sawa sawa? Hakujalisha kuhani wa Bwana, ilibidi afanyaje? Ampinge kwa sababu Yoshua ni mchafu. Kwa lugha nyingine, Yoshua alikuwa amepoa kiroho. Unaelewa sawa sawa? Ni kuhani, lakini kiroho chake kimeshashuka tayari. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya uchafu. Mungu wetu asiwe sana. Mungu wetu asiwe sana. Kwa hiyo Wakristo wengi wanaingia kwenye mikwamo kwa sababu wamepoa kiroho. Moto wa Roho Mtakatifu haupo ndani yao kwa sababu ya dhambi na uchafu. Kwa hiyo wanajikuta wanaingia kwenye mikwamo mingi ya kwenye maisha. Adui shetani anapata uhalali. Efeso 4:27, wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa hiyo unapofanya dhambi, unapomkosea Mungu, kwanza umeshusha kiroho chako, lakini pili umempa ibilisi nafasi ili akushambulie na akushinde kwenye maeneo fulani. Unaelewa sawa sawa? Unapotenda dhambi, shetani anapata uhalali wa kukupinga. Mara zote unapolivua vazi la utakatifu, huwa unaondoa kinga yako ya kiroho na unampa adui nafasi ya kukupinga. Nimewaambia mara kadhaa ya kwamba moja ya vazi ambayo litakulinda kwenye maisha yako ni vazi linaitwa utakatifu pekee. Vazi la utakatifu litahakikisha maisha yako yako salama. Vazi la utakatifu litahakikisha mafanikio yanaonekana kwenye maisha yako. Vazi la utakatifu, huduma yako itahakikisha inafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu unaishi maisha ya utakatifu, na utakatifu utafanya adui shetani asipate nafasi kwenye maisha yako. Sio kama naongea na mtu hapa, naongea na mtu mahali hapa. Siku utakaposhuka kiroho, ndio siku umepunguza mahusiano yako na Mungu. Siku utakapoacha utakatifu, ndio siku mahusiano yako na Mungu yameharibika. Kwa hiyo ili Mungu akuletee mafanikio na asababishe mafanikio, jambo la kwanza, anataka kiroho chako kae sawa sawa. Kwa lugha nyingine, anataka uwe na mahusiano na wewe yaliyo sawa sawa. Uwe na mahusiano naye. Halo? Naongea na mtu sawa sawa? Jamani, amina. Ngoja nikupe mfano huu. Matendo ya Mitume sura 6. Nikupe mfano. Matendo ya Mitume sura 6 mstari wa 1 hadi wa 4. Hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, walikuwa na manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania, kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Kanisa limeongezeka, watu wameokoka. Kanisa limekuwa limeongezeka, idadi ya watu imeongezeka. Baada ya idadi ya watu kuongezeka, mitume wakasahau majukumu yao mengine. Biblia inasema waliposahau, yakainuka malalamiko miongoni mwa wajane. Unanielewa sawa sawa? Wajane wakaanza kulalamika kwa sababu watu wameongezeka. Watu wakiongezeka, unaanza kujikuta unakuwa busy na mambo mengine badala ya kuwahudumia wale watu muhimu. Sio, unanielewa sawa sawa? Kwa hiyo mitume na wao walisahau majukumu yao, wakaacha kuwahudumia wajane, wakaacha kuhudumia vikundi mbalimbali. Sababu kwenye kusanyiko inawezekana kuna wajane, kuna yatima humo ndani. Inawezekana kabisa kuna watoto wa mtaani wako hapo ndani. Kwa hiyo wanahitaji huduma. Sasa kwa sababu watu wameongezeka, wanajikuta wamesahau. Mstari unaofuata. Wale tenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu. Maana yake mitume walipoongezeka watu, mitume wakaacha kuhudumia neno la Mungu, wakahamia kwenye kuhudumia watu mezani. Sijajua ilikuwa ni kuhudumia chakula au nini, sijajua. Lakini wakaacha swala la kuhubiri Injili, wakaacha swala la maombi,
wakaacha swala la kufundisha neno, wakajikuta wameingia kwenye huduma nyingine. Ndio tafsiri yake. Na ndio maana malalamiko yakawepo. Malalamiko yaliyokuwepo si kwa sababu watu wamekosa chakula. Malalamiko yaliyopo si kwa sababu watu wamekosa maji. Malalamiko yaliyopo ni kwa sababu watu wamelikosa neno. Unanielewa sawa sawa? Amen. Unanielewa sawa sawa? Endelea ule mstari unaofuata, Basi ndugu, chagueni watu 7 miongoni mwenu. Sasa ilibidi watafute suluhu. Tunafanyaje katika suala hili? Suluhu ikabidi ni kuchagua mashemasi, au tunawaitaga mashemasi. Wakachagua mashemasi 7 miongoni mwa wale watu, walioshuhudiwa kuwa wema, wenye kujawa na roho, na hekima, ili tuwaweke juu ya jambo hili. Mstari wa 4 umefika? Na sisi tutahudumu katika kuomba. Yaani kwa lugha nyingine, mitume wakaacha kuhubiri Injili, alafu wakaanza kama hapa tumekuwa tuna mashemasi. Alafu tunaanza sasa kuwaelekeza, ni mchungaji pale, mchungaji kiongozi, na mimi ndio tuko hapa tunawaelekeza, pita mkono kushoto kutoa sadaka, pita mkono wa kulia kutoa sadaka. Yaani tunaacha majukumu ya muhimu kama mchungaji, kama kiongozi wa kanisa, tunaanza sasa kuwaelekeza, bahasha ni hii hapa, chukua pale na kwenda kusaidia pale. Mama nani, bahasha yako ni namba 26. Mama nani, namba 40. Kwa hiyo anajikuta mtumishi wa Mungu ameacha majukumu yake. Ndicho kilitokea kwa mitume. Unanielewa sawa sawa? Unanielewa sawa sawa? Ndio maana hapa washirika mnapaswa muwaelewe wachungaji. Moja ya kazi kubwa ya mchungaji aliyenaye ama mtumishi wa Mungu aliyenaye mahali hapa ni kuhakikisha kwamba unapata chakula sahihi cha kiroho. Unanielewa sawa sawa? Na ndio maana tuna watu wengine hapo ndani wanakusaidia. Kuna mashemasi, kuna viongozi wa idara fulani, kuna watu wa fulani, ili sisi tujikite tuhakikisha kwamba hakuna malalamiko kuhusu swala la kiroho. Unaelewa sawa sawa? Ndio maana wakati mwingine msitupe mizigo tufanye mambo mengine. Yaani ungetaka hadi speaker niendelee ofisini kaichukue niilete hapa. Jumamosi badala ya kuanza kukaa kuomba kwa ajili ya Jumapili nafundisha nini, nije nifanyie hapa. Sababu jana nimekuta watu wawili nikatamani kufanyia. Unanielewa sawa sawa? Sasa badala, ndio malalamiko yaliyotokea kwamba watumishi wa Mungu wamejikita kwenye mambo mengine, wamesahau kulihudumia nini? Neno. Halo? Unanielewa sawa sawa? Unanielewa sawa sawa? Nilimsikiliza mtu mmoja akasema alitumia lugha moja ambayo sipendi niitumie sana, lakini alisema Biblia wakati inaandika, Mungu wakati anasema kwenye kitabu cha Yeremia, alisema nitawapa wachungaji watakaowalisha, ndio kazi yao. Maana mtumishi wa Mungu anahakikisha umepata chakula cha kiroho. Hayo mengine hayo ni ya kawaida tu. Unanielewa sawa sawa? Lakini dhumuni la kwanza la mchungaji, Yeremia 3:15, tasoma kwa wakati wako. Mungu anataka upate chakula cha kiroho. Kwa hiyo mitume ilitakiwa watoe chakula cha kiroho, lakini wamesahau. Suluhisho ifanyaje? Ikabidi watafute mashemasi. Okay, niseme hivi. Kwa lugha nyingine mitume walipoa, walishuka, walianza kuona kwenye eneo la kiroho sasa viwango vyetu vinaanza kushuka. Sababu tumejikuta tunawahudumia watu mambo mengine, lakini swala la neno sahihi tumeanza kufanyaje? Limekosekana, limeshuka kiroho, malalamiko yakaibuka. Unanielewa sawa sawa? Ndio maana mstari wa 4, hebu malizia mstari wa 4 anasemaje? Na sisi tutahudumu katika kuomba. Na sisi, yani maana yake wao mitume sasa tutahudumu katika nini? Kuomba. Katika maombi na kulihudumia lile neno. Na kulihudumia lile neno. Jamani amina. Katika kanisa la kwanza waliposahau zile huduma za neno na maombi, maana yake kiroho chao kilishuka. Na kiroho kiliposhuka, adui akainuka, malalamiko yakaanza kutokea miongoni mwa watu. Unaelewa sawa sawa? Siku utakapoacha maombi, siku utakapoacha mifungo, siku utakapoacha ibada za mara kwa mara, ndio siku unaanza kupoa kiroho. Sema amina kama unanielewa. Sema amina kama unanielewa. Jamani amina. Siku utakapoacha maombi, utakapoacha mifungo, utakapoacha neno, ndio siku ambayo kiroho chako kimeshuka, na ndio siku ambayo shetani adui anapata nafasi, anaanza kushambulia maisha yako. Ndio unaanza kuona huna mafanikio, unaanza kuona uko kwenye mikwamo,
unaanza kuona biashara ziendi, unaanza kuona vitu haviendi. Kwa nini? Kwa sababu tayari umepoa kiroho. Ili ufanikiwe mtumishi wa Bwana, unahitaji kuongeza kiwango chako cha rohoni kila wakati. Unahitaji kuongeza kiwango chako cha kiroho kila inapoitwa leo. Sio kama naongea na watu sawa sawa huko ndani. Ngoja nikuonyeshe mfano mwingine. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ya 26. Soma mstari wa 3, alafu tutaenda mstari wa 5. Mstari wa 3 ukimaliza unaruka unaenda mstari wa 5. Mambo ya Nyakati wa Pili 26. Mambo ya Nyakati wa Pili 26, mstari wa 3 na wa 5. Biblia inasema, Uzia alikuwa na umri wa miaka 16. Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52. Ni kijana mdogo sana mwenye miaka 16, mdogo sana. Kwenye Tanzania yetu ya leo hii nadhani wasingeruhusu kwenye umri huo kuwa kiongozi. Wasingeruhusu, wangesema bado wewe ni mdogo. Hata miaka 18 ya kuwa umekamilika bado hujafikia. Lakini huyu mtumishi wa Mungu akiwa na miaka 16 akaanza kutawala. Alipoanza kutawala, akatawala huko Yerusalemu miaka 52. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52. Na jina la mamaye aliitwa Yekolia wa Yerusalemu. Hilo ni jina la mama yake. Mstari wa 5. Akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria, aliyekuwa nafahamu katika maono ya Mungu. Pamoja na kwamba huyu jamaa Mungu amemuinua, amempa nafasi ya kuwa nani? Mfalme. Mungu amemuinua, amekuwa mfalme, lakini hakusahau nini? Kumtafuta nani? Kumtafuta Bwana. Aliweka nia amtafute Bwana. Moja ya shida tulionayo sisi wa Kristo, mara zote tunapoanza kufanikiwa ndio tunaacha kumtafuta Bwana. Tunaacha mambo ya Mungu. Unashangaa mtu Mungu amembariki, amempa gari. Watu wanasema je, kanisa wala magari. Kwa hiyo hawafanyi kazi kwa bidii. Jumatano haji kanisani, Ijumaa haji kanisani. Sababu yeye amepata nini? Amefanikiwa, amepata gari. Mungu amembariki, amempa biashara. Sasa hivi niko busy na biashara, kwa hiyo ibada inanichelewesha. Niko busy na biashara, amefanikiwa. Lakini huyu mfalme alipofanikiwa katika umri mdogo, anatawala, Biblia inasemaje? Akaweka nia ya kufanyaje? Ya kumtafuta Mungu. Nini kikatokea? Na muda alipomtafuta Bwana, Mungu akamfanikisha. Ndugu yangu, hautafanikiwa kama haujamtafuta Bwana. Hautafanikiwa kwenye maisha yako kama haujamtafuta Bwana. Sio kama naongea na watu sawa sawa. Naongea na Mkristo sawa sawa. Hautafanikiwa kama haujamtafuta Bwana. Siku utakapoanza kumtafuta Bwana, siku utakapoongeza bidii katika kumtafuta Bwana, ndio siku mafanikio yako yanakuja kwenye maisha yako. Kama unaelewa sawa sawa. Siku utakapoongeza bidii ya maombi, siku utakapoongeza bidii ya kufunga, siku utakapoongeza bidii ya kusoma neno, siku ambapo utaongeza bidii ya kukaa katika uwepo wa Bwana, siku utakapomtumikia Bwana kwa bidii, ndio siku mafanikio yako yanaongezeka na Bwana anakufanikisha. Ni maombi yangu ya kwamba wewe ukawe ni miongoni mwa watu ambao Bwana atawafanikisha katika maisha yao katika jina la Yesu aliye hai. Ni maombi yangu ya kwamba Bwana atakufanikisha. Kama utaongeza bidii kumtafuta Bwana, kama utaongeza bidii kulitia jina la Bwana, kama utaongeza bidii kuomba na kufunga, kama utaongeza bidii kufanya huduma pasipo kusita, ninakutamkia mafanikio yaje pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninasema hivi, Bwana atakufanikisha. Sema amina katika jina la Yesu. Na mafanikio yataenda pamoja na wewe katika jina la Yesu aliye hai. Uzia ni kijana mdogo wa miaka 16, lakini siku alipojibidiisha na kukaa kumtafuta Bwana, Mungu akafanikisha maisha yake. Nasema Bwana atakufanikisha kama Uzia katika jina la Yesu. Nasema Bwana atakufanikisha katika jina la Yesu. Haikujalisha umri alionao, haikujalisha miaka 16. Kumbuka hapa wewe miaka hiyo wewe, kuna kitu watu watakudharau. Yaani kuna mahali ukifika watu hawezi yule jamani, hawezi kufanikiwa. Kwa nini? Hajasoma jamani. Nataka nikwambie hayo ni maneno ya watu. Lakini Mungu atakufanikisha katika jina la Yesu.
Unachotakiwa kukitunza ni nini? Unatakiwa kutunza kiroho chako. Hakikisha umetunza kiroho chako, maisha yako ya kiroho yasiharibike. Usikae kwenye dhambi, achana na dhambi, acha uzinzi, acha uongo, acha umbea, anza kukaa vizuri na Mungu, na ndipo utafanikiwa.